Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni Dominika ya 3 ya Pasaka mwaka A wa Kanisa, ambapo neno la Mungu linatualika kutambua uwepo wa Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Katika Injili ya leo tunasikia habari ya wanafunzi wawili waliokuwa njiani kuelekea Emau. Walikuwa wamekata tamaa, lakini Yesu Kristo aliandamana nao, akawafundisha maandiko na hatimaye wakamtambua katika kuumega mkate. Nasi pia mara nyingi tunapitia hali ya kuchanganyikiwa na kukata tamaa, lakini Yesu yupo karibu nasi. Anasema nasi kupitia neno lake na anajifunua kwetu katika Ekaristi Takatifu. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 na ile aya 22 hadi 33. Petro anahubiri kwa ujasiri kuhusu Yesu aliyefufuka. Anathibitisha kwamba Mungu alimfufua. Katika somo la pili, waraka wa Mtume Petro, yule waraka wa kwanza sura ya kwanza aya 17 hadi 21, tumekombolewa si kwa vitu vilivyoharibika, bali kwa damu ya Kristo. Thamani ya wokovu wetu ni kubwa sana. Na katika somo la Injili, mwinjili Luka sura 24 aya 13 hadi 35, wanafunzi wa Emau wanatembea kwa huzuni. Yesu anaandamana nao na anawafundisha maandiko. Wanamtambua katika kuumega mkate, na Yesu anajifunua kwetu katika neno la Mungu na Ekaristi. Karibu tusikilize pamoja tafakari hii itakayoletwa kwenu na Padri Faustin Rechungula kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea na kipindi cha Pasaka. Tupo katika kipindi cha Pasaka na tafakari hii ninayokuleteni ni ya Dominika ya 3 ya Pasaka mwaka A. Tunaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, hasa kutoka katika somo la kwanza, na kitabu hicho kinatuonesha mara baada ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni mambo gani yalikuwa yanatendeka. Kanisa la mwanzo lilikuwa linaendeleaje, ambalo hilo ndilo lilikuwa lengo kuu la Luka alipoandika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Nataka nikushirikishe dhamira kuu au mada kuu ya tafakari hii. Iwe hii: Yesu mfuka anafuatana nasi njiani kutoka uchungu hadi tumaini. Yesu mfuka anaambatana nasi njiani kutoka uchungu hadi tumaini. Tunapokuwa katika safari yetu hii ya maisha hapa duniani, kuna mambo mengi yanatupata, machungu, shida mbalimbali. Usifikiri kwamba Yesu ametuacha. Yesu yupo nasi, anaambatana nasi, anatembea nasi na anatupatia sasa tumaini. Anataka tutoe katika uchungu huo kutupatia tumaini ambalo ndilo lengo la Yesu kufufuka katika wafu. Tuone utangulizi wa jumla. Jumapili ya 3 ya Pasaka inatuweka katika safari ya ndani ya imani. Safari ya kutoka hofu, machungu na kukata tamaa kuelekea mwanga wa matumaini unaotokana na kukutana na Kristo mfuka. Tunapokutana na Yesu mfuka, maisha yetu tunapokuwa na imani katika Yesu huyu aliyefuka wakati wa Pasaka, hata kama tulikuwa na machungu ya aina yoyote ile, sasa tunaanza kupata matumaini. Masomo ya leo yanatuonesha wazi kuwa ufuko wa Yesu sio tukio la mbali au la kihistoria tu, bali ni ukweli unaoendelea kugusa maisha ya waamini leo. Ili tukio la Yesu kufuka limetokea siku nyingi, zaidi ya miaka 2000. Sawa, ni tukio la kihistoria. Yesu aliishi, akateswa, akafa, akafufuka la miaka mingi. Lakini tusichukulie tu la kihistoria tu, bado Yesu anaendelea kusafiri nasi kwa sababu amepaa mbinguni, yuko bado pamoja nasi. Na yeye mwenyewe aliwaambia mitume wake kwamba nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, mpaka mwisho wa dunia. Na haya
huu ufufuko wa Yesu unaoendelea kugusa maisha yetu hadi leo. Tutaona katika mahubiri ya Petro, katika wito wa kuishi maisha matakatifu, na katika simulizi ambalo tutalisikia zuri sana kutoka Injili ya Luka takapokuwa tumefikia tafakari yetu wakati huo kwenye somo hilo la Injili. Sasa tuone somo la kwanza ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 14 na aya 22 mpaka 28. Somo hili linatupeleka kwenye hotuba ya kwanza ya mtume Petro pale baada ya kushuka kwa Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste tutakumbuka Roho Mtakatifu aliwashukia mitume. Sasa hotuba iliyofuata baada ya hapo aliyoitoa Petro. Huyu Petro ambaye aliwahi kumkana Yesu kwa sababu ya hofu wakati wa mateso yake pale usiku. Sasa hofu ile inaondoka baada ya kushukiwa Roho Mtakatifu. Anasimama kwa ujasiri mbele ya watu na kutangaza waziwazi kwamba yule Yesu wa Nazareti aliyesulubiwa ndiye aliyefufuliwa na Mungu. Anadhibitisha hilo kwa maandiko matakatifu, hasa Zaburi za Daudi, akionekana kuwa mpango wa Mungu haukushindwa na kifo, kwamba Yesu amekufa, sasa mambo yote yamekwisha kama watu wale waliomuua walivyokuwa wanategemea. Hapana, Petro anashuhudia kwa moyo na nguvu. Ufufuko wa Yesu ni tendo la Mungu mwenyewe. Petro anataka ujumbe anaotaka kutuletea. Mungu mwenyewe ndiye aliyemfufua Yesu katika wafu. Kifo hakikuwa mwisho wa Yesu. Mungu alimtoa katika maumivu ya mauti akapata ushindi. Huu ushuhuda wa mitume unatokana na tukio waliloliona na kulishuhudia. Mitume hawa kina Petro waliona Yesu anakamatwa, anateswa, akafa msalabani, wakaona kwa macho yao, na alipofuka wakamuona. Kumbe wanasema haya kwa nguvu, bila woga wa aina yote, wanashuhudia kile kilichotokea. Sasa tunajifunza nini kutokana na somo hili? Imani yetu wapendwa inajengwa juu ya ushuhuda makini wa kifo na ufufuko wa Yesu, si hisia tu. Tunaposema kwamba Yesu alifufuka, ni kweli kwanza lilikuwa tukio la kihistoria, limeandikwa na hakuna namna, hakuna mtu anayeweza kupinga hilo. Kumbe imani yetu ijengwe juu ya ushuhuda makini tunaokuta katika maandiko matakatifu kama tulivyofundishwa na mitume, na si kwa hisia tu za juju. Tukiamini hilo kwa hisia za juju au kwa kwanza kufikiri hivi na hivi, basi imani yetu mwishowe inaweza ikayumba. Kumbe huyu mtume Paulo katika somo hili pamoja na mitume wenzake waliokuwa na shuhudia, Petro huyu hashuhudii mawazo yake mwenyewe, bali ni tukio halisi lilotukia kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Ni tukio halisi kabisa na la kimani aliloliona kwa macho yake. Vivyo hivyo imani yetu inapaswa kujengwa juu ya Kristo aliye hai, si juu ya hali za maisha au tunavyofikiri kwa mawazo yetu na akili zetu. Hapana. Mungu hubadilisha. Mungu ana nguvu sana. Mungu hubadilisha waoga kuwa mashuhuda jasiri. Mnakumbuka Petro na wenzake walivyokuwa waoga, wamejifungia mpaka pale Yesu anawatokea mara kadhaa, na pale akatokea pale akawatakia amani, na mwisho akawashukia, Roho Mtakatifu akawashukia akawaimarisha. Kumbe Yesu hubadilisha watu waliokuwa waoga kuwa mashuhuda jasiri baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Petro aliyemkana Yesu sasa anahubiri bila hofu. Kristo mfufuka hutugeuza sisi pia, mimi na wewe leo, kutoka woga wetu wa ndani, woga tunaokuwa nao wa nje, kuogopa mambo fulani, na kualikwa kuishi ujasiri na kutangaza imani. Sijui ni kwa kiasi gani wewe unaamini kwamba Yesu amefufuka. Ni wazi Petro wakati anashuhudia haya aliyaona. Sisi tunaishi zaidi ya miaka 2000 baada ya Yesu kufa na kufufuka, lakini tunayaamini haya. Ndio maana tukio la Jumapili iliyopita ya pili ya Pasaka, tulipokuwa tunatafakari kwenye Injili ya Yohane, Yesu anakuja
Anamkuta yule mtume Toma hayupo. Toma anasema siwezi nikaamini mnaponiambia kwamba Yesu amefuka. Labda nione kovu zake, niweke vidole vyangu ndio nitaamini. Na Yesu anafanya hivyo baada ya siku 8 na anawatokea mitume. Na ndipo Toma akasema, naamini kweli wewe ni Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu akasema, heri wale ambao hawakuona mambo haya kwa macho, lakini kwa imani yao wanaamini. Yesu hatatokea leo kufanya muujiza eti ndipo uamini kwamba alifuka. Unahitaji nini zaidi kufahamu kwamba Yesu amefuka? Maandiko matakatifu yako wazi. Kwa hiyo tuamini hili. Kumbe na sisi inabidi tuwe wajasiri. Kama tuna hofu iondoke, kwa sababu tunaye Yesu mfuka. Na tufuate mfano wa Petro na wenzake, tuitangaze imani. Na kitu kikubwa ambacho unaweza ukakifanya, kimsingi ni mambo ya mawili, sio mengi. Unaamini cha kwanza Yesu amefuka, lakini imani yako unaiweka katika matendo, katika maisha yako ya kila siku, kwamba kweli naishi hivi, ninaongozwa na imani yangu juu ya Yesu mfuka. Kumbe Zaburi na manabii vinapata maana kamili ndani ya Yesu. Hivyo tunaitwa kusoma Biblia kwa mwanga wa Pasaka, mwanga wa Yesu mfuka. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa mtume Petro, sura ya kwanza aya 17 mpaka 21. Mtume Petro anawaandikia Wakristo wale wa kwanza kabisa, karne ya kwanza pale, baada ya Yesu kufuka pale, waliokuwa wametawanyika, akiwahimiza waishi kwa hofu ya Mungu, yani heshima na utiifu. Wakitambua gharama ya wokovu wao. Yesu amewakomboa kwa damu yake, kwa kufa kifo chake msalabani. Hawakombolewa kwa fedha au dhahabu, bali kwa damu yenye thamani kubwa ya Kristo, ambaye ni mwanakondoo asiye na doa. Wapendwa katika Kristo, wokovu ni zawadi ya gharama kubwa. Ilimgharimu Mwenyezi Mungu kumtoa mwanae wa pekee aje duniani, ajishushe mno, aishi kama sisi, isipokuwa kwa na dhambi, mpaka kayatoa maisha yake. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa kwa kifo kwa thamani kubwa sana. Kumbe maisha yetu yanapaswa ya akisi au yaoneshe thamani ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, huyu aliyetukomboa kwa thamani kubwa sana. Na tumaini letu liendelee kujengwa juu ya Yesu aliyekufufuka, na si kwa kitu kingine. Kwa hiyo wokovu wetu wapendwa, si jambo la bei rahisi au jambo ambalo limetokea kwa kitu kidogo. Hapana. Damu ya Kristo imemwagika kwa ajili yako, damu ya Kristo imemwagika kwa ajili yangu. Na hivi tunaitwa kuacha maisha ya dhambi na kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Na imani yetu itaonekana kwamba ni hai, ambayo inaongozwa na Yesu mfuka, kama mwenendo wetu na matendo yetu mbele ya Mungu na mbele ya watu ni mazuri. Kumbe ikiwa tunamuita Mungu kuwa Baba, basi tuishi kama watoto wake, kwa haki, unyenyekevu na mapendo, maisha ya kipasaka, maisha ya mwanga. Na tumaini letu lina msingi imara, Kristo mfuka. Kumbe tumaini na imani yetu haviko katika mali, mamlaka, vyeo labda, au sayansi, kutumia akili, bali ni katika Mungu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu. Sasa nikuombe sasa tuanze tafakari hii ya somo la Injili. Ni somo refu kidogo. Luka sura ya 24 aya ya 13 mpaka ya 15. Kwa kweli ukitaka kupata tafakari yangu vizuri, tafuta muda mzuri usome hili simulizi. Ni zuri sana. Mimi hapa kutokana muda wetu nitagusia mambo machache, lakini ukiwa umesoma Injili yenyewe utaelewa zaidi. Sasa hili somo la Luka 24 aya 13 mpaka 35 ni moja ya simulizi zuri kwa kweli, zuri baada ya ufufuko, lenye kuleta matumaini. Pale tunaona wanafunzi wawili wa Yesu wanatembea kuelekea Emau. Emau ilikuwa ni kijiji ambacho kilikuwa nje ya Yerusalemu. Hapo Yesu amekufa, wanarudi manyumbani kwao wamekata tamaa. Sasa Yesu amekufa, kila kitu kimekwisha, turudi kwenye kazi zetu za zamani. Kumbe
Hawa wanafunzi wawili wanatembea wakiwa na huzuni na kukata tamaa. Lakini humo katikati wanatembea, Yesu anajiunga nao, anatembea nao, lakini hawamtambui. Na Yesu anawasikiliza jinsi walivyokuwa wanaongea mambo yao. Sasa labda mtu Yesu alikufa, sasa maisha yamekwisha, na maongezi mengine waliokuwa nayo. Yesu sasa baada ya hapo, baada ya kuwasikiliza, anawafunulia maandiko. Na hatimaye mwisho wa mwisho, walipokaribia kufika Yesu walipokuwa anatembea naye wakafika sehemu fulani, Yesu akafanya kama anaendelea na safari. Wakasema hapana, usiende, njoo, sasa imekuwa muda wa kutosha. Yesu anapoketi, anapomega mkate, baada ya maneno yale ya njiani, Mungu wangu, wanamtambua Yesu katika kumega mkate. Walikuwa wametembea naye, wako watu wawili na Yesu akiwa watatu. Akawafunulia maandiko, hamjui kwamba, kwanza walianza, alipowauliza mnaongelea mambo gani haya? Wanamwambia haujui yaliyotokea Yerusalemu, Yesu alivyokufa, alivyouawa mtu yule. Yani wewe ni mtu pekee ambaye hujui mambo haya, alikuwa tukio kubwa sana. Lakini Yesu anawafunulia maandiko kutoka Agano la Kale, Agano Jipya. Alafu macho yao yanakuja kufumbuliwa walipomega mkate wakala, ndio wakamtambua kwamba ni Yesu. Kabla ya hapo walikuwa hawajamtambua kwamba ni Yesu. Kumbe ndugu zangu wapendwa, Yesu mfuka anaandamana na wanafunzi wake hata wanapokata tamaa, hawaachi. Na sisi ndivyo ilivyo. Iwe tuwe na shida kubwa, matatizo, ambapo tunaonekana sasa hata ulimwengu umekwisha, hakuna, ni giza tunaloliona, hatuoni mwanga katika maisha yetu, usije kadhani Yesu amekuacha. Bado yuko pamoja nawe. Kumbe maandiko matakatifu na ya Kristo ndivyo vinavyofungua macho ya imani. Pale Yesu njiani aliwaambia mambo ya maandiko toka manabii na Torati, akawaeleza. Alafu akaja kukamilisha kitu cha pili kikubwa sana, umega mkate, ndio wakamtambua. Kumbe wapendwa, na sisi vitu hivyo viwili, neno la Mungu na kushiriki mwili wa Kristo, ndivyo na sisi vinavyofungua macho yetu ya imani. Ndio maana tunaalikwa tusome neno la Mungu, tusikilize neno la Mungu, lituingie, lituongoze, lakini tushiriki mwili wa Kristo. Ndio maana hata katika misa zetu, misa yote inakuwa na sehemu mbili, ibada ya neno na ibada ya Ekaristi Takatifu. Haikuwezi kufanyika kimoja ikaitwa misa, hapana. Na mama kanisa anafundisha hayo makusudi kufuata mfano huu, neno la Mungu na Ekaristi Takatifu. Kumbe kukutana na Kristo hubadilisha huzuni kuwa furaha na hofu basi kuisha na kuleta ujasiri. Sasa wapendwa, tunajifunza nini? Yesu yuko karibu hata tusipomtambua, kama wale wanafunzi wa Yesu waliokuwa wanaenda nje ya mji wa Yerusalemu, wale wanafunzi wawili wa Emau, wanatembea, hawakujamtambua, lakini Yesu yupo pamoja nao. Na sisi hata tusipomtambua Yesu kwamba yuko pamoja nasi, nasa katika shida zetu au katika mazuri yetu, bado Yesu anatembea na sisi. Hata tunapomwacha tukawa tunatenda dhambi na kadhalika, bado anatembea na sisi na anataka atulete nyumbani. Kumbe katika maumivu, katika misukosuko, maswali mbalimbali ya maisha ambayo tunajiuliza pengine hatupati majibu, Kristo bado anatembea na sisi. Na mafundisho sasa, maandiko matakatifu yanafungua macho ya imani. Bila neno la Mungu, mioyo yetu hubaki mizito na yenye giza. Neno linatufanya mioyo yetu iwake tena, kama kwa wale wafuasi wa Yesu waliokuwa wanatoka nje ya mji wamekata tamaa baada ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Na wewe katika kukata tamaa kwako, katika shida, tuligeukie neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, kama anavyosema mzaburi. Tusipuuzie neno la Mungu. Na mimi nasema mara kwa mara, neno la Mungu limeletwa karibu. Watu walikuwa nasema sasa mimi siwezi kununua Biblia, ni wavivu, lakini uvivu ndio unaowafanya hivyo. Sina pesa. Kama una simu, tena hizi simu za kisasa na wengi mnazo, weka Biblia isome, badala ya kushinda tu na simu yako. Pengine unashinda kwenye mambo ambayo si ya msingi pengine, au kupata jumbe, mara kusoma udaku.
Biblia unayo hapo hapo kwenye simu yako. Itumie ujumbe tunaoshare kwenye makundi yetu. Akisha angalau siku kabla haijaisha, share ujumbe unaoleta matumaini kwa mtu. Sio tu vituko vinavyotokea, mauaji na nini au umbea ndio tunakuwa tunabadilishana tunashare kwenye makundi. Neno la Mungu litupe uhai. Halafu wapendwa, hiki ni muhimu. Ekaristi sasa, sehemu ya pili, ni mahali pa kumtambua Kristo aliye hai. Kwenye maandiko matakatifu ya somo ya leo imeandikwa hivi na nukuu, walimtambua wakati wa kumega mkate. Misa takatifu si desturi tu, bali ni mkutano halisi na Kristo mfuka. Misa. Sasa sijui ni wangapi tunashiriki Ekaristi takatifu. Sijui wewe unayenisikiza unashiriki Ekaristi takatifu. Ni wazi mahubiri haya yanawafikia watu wengi, pengine ambao hawana imani katika Kristo, au wale ambao pengine wana mtazamo tofauti. Lakini mimi nakulenga wewe Mkristo na wewe mtu mwenye mapenzi mema. Hii ndio imani ya kweli tunayofundisha. Tushiriki Ekaristi takatifu tukiwa katika hali safi. Wanakwaya huwa wanaimba vizuri, kwa nini nisipokee Bwana? Wanawaandaa watu. Unaenda kumpokea Kristo pale anapokuhubiria, unaenda kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Na ninyi wanakwaya wakati mwingine mnatuhamasisha hivi nyewe wenyewe, baadhi yenu hamwendi. Na sisi sote inabidi tubadilike, tumpokee Kristo. Ekaristi ndicho kiini na kilele cha maisha ya Mkristo. Tunasoma katika mtaguso wa pili wa Vatikano, mababa walituletea hilo na kutufundisha hilo. Na misa isiwe desturi tu. Nasema hii ni hatari sana. Nasa kwa wale watu ambao mnashiriki misa kila siku. Unajua misa ikiwa kama desturi ni hatari sana. Kama mtu ambaye amezoea kila asubuhi kwenda kazini, anatoka akistaafu au akashindwa kwenda, huwa kama anajisikia vibaya sana. Amezoea, ni desturi. Au mtoto alivyozoea kwenda shule, ni desturi, kila asubuhi lazima niende shule. Huyo ni mtoto. Misa sio hivyo. Tunapokuja kwa mfano kushiriki misa, mfano Jumapili au siku zingine, si kwamba tunakutanika kama kitu cha kijamii. Hapana. Huo ni mkutano. Na ndio misa. Ni mkutano halisi, na pale tunakutana na Kristo mfuka na si vinginevyo. Ndugu wapendwa, Jumapili ya tatu ya Pasaka inatualika tujiulize maswali haya. Je, ninamruhusu Kristo mfuka atembee nami katika safari zangu za maisha? Hapo unapofanya biashara zako, unaposhughulika na kilimo, wewe ni mwanafunzi unasoma, shughuli yote unayoifanya, je, umemruhusu Yesu kutembea nawe? Narudia tena, tutamruhusu kutembea Yesu nasi kwa kusoma neno la Mungu. Tutamruhusu Yesu kutembea nasi tunaposhiriki maisha ya sala. Sala ni kuunganika na Mwenyezi Mungu. Yesu huyu mfuka tunamruhusu kutembea nasi? Sasa wewe ujipatie jibu. Swala la pili, je, mioyo yetu inawaka tunaposikiliza neno la Mungu? Pale tunaposikiliza neno la Mungu, hivi tunapata chochote? Huwa ninaposhiriki kwenye jumuiya ninazokuwa natembelea, waamini wanasoma neno la Mungu, mimi huwa nawaambia tupate muda wa kutosha, tutenge muda. Kama ambayo tunatenga muda masaa mangapi tunashughulika huko na mambo ya kila siku. Kama ni mara moja kwa juma, labda Jumamosi au Jumatatu au Jumanne, siku yote ambao wanajumuiya mmejipangia, mnatoa muda gani kushiriki katika neno la Mungu? Pale jumuiya sasa si misa. Unajua kuna mambo mbalimbali, mnasali, soma neno la Mungu, mnatafakari, mnajuliana hali. Haya na mambo mengine mnayoyafanya kwenye jumuiya mnapokutana kama mkutano. Hivi mioyo yenu inajisikiaje? Neno la Mungu unalolisikia, au neno la Mungu hata hili unalolisikia, au hapo unapokuwa unajisomea neno la Mungu peke yako, neno hili lituguse? Ndio lilowagusa wale wanafunzi wa Emmaus. Na ndio maana hata maandiko matakatifu haya Mungu akawaongoza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wale walioandika maneno haya tunayokuta katika Biblia, ili tuyapate sisi, yatubadilishe. Tumuombe Mungu atusaidie hilo. Swala la tatu la kujiuliza, je, ninamtambua Yesu katika Ekaristi na katika ndugu zangu nao kutana nao? Ninaposhiriki Ekaristi takatifu, kweli naona nakutana na Kristo?
Na hapo ndio narudia kile kitendo sasa tunachosema kwamba misa sio desturi tu. Inabidi ushiriki uwe hai, unakutana na Yesu mbashara. Hilo nalitambua. Lazima tulitambue kwamba nakutana na Yesu hapa. Ndio kiongozi wa maisha yangu. Ndiye mwamba wangu. Na ninapomtambua hivyo, sio nibaki naye peke yake alafu niishi maisha ya mengine. Katika ndugu zangu nao kutana nao sasa, namtambua huyu kama ndugu yangu kwa maisha nayo yaishi. Maandiko matakatifu yanasema kwenye Injili ya Mathayo, yule ambaye ulimlisha chakula, ukampa chakula, ukampa maji ya kunywa, ukamvika aliyekuwa uchi, ulienda kumtembea gerezani, ulienda kumwona hospitalini, hapo ulipokuwa unayafanya hayo, ulikuwa unayafanya kwa Yesu bila kujua. Hayo ndio matendo tunayoalikwa kuendelea kuyafanya, kudhihirisha kwamba kweli sisi tunaishi ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tuhitimishe kwa sala hii ya kumwomba Mungu atusaidie. Yesu Kristo mfufuka, wewe uliandamana na wanafunzi wa Emau bila wao kutambua. Tembea nasi Bwana pia katika safari zetu za maisha. Tunapochoka, tunapokata tamaa, tunaposhindwa kuelewa mapenzi ya Mungu, usituache peke yetu Bwana. Fungua macho ya mioyo yetu ili tukutambue katika neno lako linalohubiriwa, tunalolisoma. Tukutambue wewe katika kumega mkate wa uzima na kushiriki Ekaristi Takatifu. Lakini zaidi pia tukutambue wewe katika nyuso za maskini, wagonjwa na wenye mateso. Bwana Yesu, ifanye mioyo yetu iwake kwa upendo wako kama mioyo ya wanafunzi iliyowaka ulipokuwa ukizungumza nao njiani. Bwana, tunakiri kwamba mara nyingi tumekuwa waoga, tumekata tamaa, na wakati mwingine tumekimbia misalaba tunayokutana nayo Bwana, na tumefunga masikio yetu tusisikie sauti yako. Tunaomba utujalie neema ya toba ya kweli kutoka ndani. Tukumbuke gharama ya damu yako ya thamani kubwa iliyomwagika kwa ajili yetu. Tufanye Kristo mfufuka kuwa mashuhuda wa tumaini katika ulimwengu wenye hofu, wenye matatizo, wenye changamoto nyingi. Tufanye tuwe vyombo vya amani katika jamii zilizojaa migawanyiko, na kuwa taa ya mwanga kwa wale wanaotembea gizani. Tunapomalizia mahubiri yetu haya, tafakari yetu hii hapa, tusiishie katika maneno tu, bali tunakuomba ugeuze maisha yetu yawe ya Injili hai, Injili ya Yesu mfufuka. Tuma Roho wako Mtakatifu atufanye watu wa Pasaka wanaoishi kwa imani, matumaini na mapendo. Tunakukabidhi haya yote Bwana, Yesu uliye hai na atawalaye milele, pamoja na Baba na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, sasa na hata milele. Msifu Yesu Kristo.